Filamu inaanza katika hospitali ya wagonjwa wa matatizo ya akili. Muda huu ulikuwa ni muda wa msosi. Kuna msichana mmoja alivyosogelewa hapa na muuguzi ili ale msosi. Huyu msichana akawa anadai kwamba kuna mtu hajafa, bado yuko hai, anasonta kwenye dirisha. Muuguzi akawa ametoka hapo kwenda kuangalia kwenye dirisha kuna nini, hakuona kitu cha aina yoyote, akawa amefunga hilo dirisha. Kuna muuguzi mwingine akawa ameingia hapa moja kwa moja akaenda kwa Joyce. Huyu yeye ni daktari ambaye ni msimamizi wa hichi kituo. Kuna taarifa kwamba kuna msiba hapa ndani. Huyu muuguzi kafika hapa anasema kwamba hajapata taarifa yoyote kuhusiana na ndugu wa marehemu. Joyce akasema kwamba waendelee na mpango wa pili, marehemu ni lazima azikwe. Muuguzi akasema kwamba huyo msichana anapaswa kurudishwa kwa familia yake, lakini Joyce akasisitiza kwamba ni lazima kesho wamzike. Baada ya muuguzi kutoka tu, wagonjwa wote humu ndani pamoja na wauguzi wakawa wamenyanyuka angani hewani kwa nguvu za ajabu, kisha wakawa wameanguka chini. Joyce akawa maamuru watu wote waondoke hapa, kisha akamwona yule msichana ambaye tulimuona anagoma kula, akiwa na hofu sana kajificha sehemu. Anamuona kuna mwanamke wa ajabu anamfuata. Joyce alivyogeuka nyuma hakuona kitu cha aina yote. Yule msichana akawa amekimbia kwenda kujificha chini ya meza. Joyce akawa amefika hapo, akawa amemhitaji huyu binti atoke chini ya meza ili amsaidie. Mara hiyo hiyo kuna taa ikawa imedondoka kutoka juu kwenye dari na ikawa imemwangukia Joyce. Baada ya hili tukio, miaka kibao huko mbele, tunahamia moja kwa moja kwa binti mmoja anaitwa Dara. Huyu ana mawazo kinoma kwa sababu alikuwa na mpango wa kutoka hapa nyumbani pamoja na marafiki zake, lakini mama yake katia mgomo kabisa. Mama yake akawa amefika hapo, akawa amempa binti chai na akawa amemwambia kwamba ni vyema anywe chai aende akapumzike. Akamwambia kwamba una safari ya kikazi hivi karibuni, inabidi binti apunguze misele. Dara akawa amejitutumua akamwambia mama yake kwamba marafiki zake wameandaa sherehe ya kuagana, lakini mama akakataa kabisa kutoa kabisa ruhusa. Asubuhi iliyofuata mama akafungua dirisha bila kujua kwamba kuna mwanaume mmoja alikuwa amening'inia hapa dirishani. Huyu jamaa anaitwa Noah. Mama baada ya kumjaza na saa nyingi sana binti yake kuhusiana na safari iliyo mbele yake, anakwenda kwenye kazi huko, akawa ametoka hapa nyumbani. Huo muda binti Dara akawa ameutumia kutoroka dirishani kwa msaada wa Noah. Wakaenda moja kwa moja kula bata kwenye boti la kifahari. Sasa hapa kwenye boti yupo Dara mwenyewe, Noah, Lati, Pandu pamoja na Niki. Wote hao ni marafiki wa karibu sana, wamesoma udaktari kwa miaka 4 na kwa sasa ni wahitimu. Dara akasema kwamba anaogopa huenda wasipate nafasi ya kuonana tena kama walivyokutana leo, lakini Niki akawa amepinga, akasema kwamba hakuna mtu yoyote anayekufa, watumie nafasi kufurahi, waenjoy maisha. Ghafla nahodha akawa amejitokeza hapo. Huyu jamaa anaitwa Jamal akamwambia kwamba wanapaswa kurudi ndani, wanatakiwa kurudi moja kwa moja hotelini wakapate chakula cha mchana. Wakiwa humo ndani, Dara akawa ameshika simu yake akatazama, kapigiwa simu nyingi sana na mama yake, katumiwa jumbe nyingi sana na hakuna yoyote aliojibu. Wenzake walivyomuuliza, binti akaanza kumlaumu mama yake, anasema kwamba mama yake anamchunga sana, anamlinda mno na wakati yeye ni mtu mzima kwa sasa. Lati akamwambia kwamba huenda mama yako anakuwazia sana, pengine hajakubali wewe kuondoka kwenda kufanya kazi nje ya Jakta, huenda mama anaogopa kukupoteza. Safari hii ikaendelea, mara kengele ya tahadhari ikaanza kulia ndani ya boti. Kabla hawajafanya kitu cha aina yoyote, walikuwa kwenye bahari na hakuna chochote mbele yao. Ghafla tu wakashtuka, mbele yao kuna kisiwa tu kimetokea hapo na wako ufukweni. Hili jambo liko limewachanganya sana. Niki akaanza kumlaumu nahodha kwamba wao walikuwa wamekuja kula bata na sio kuja huko kisiwani. Jamaa akaeleza kwamba boti kwa sasa imekwama kwenye matope, ni lazima wasubiri maji yaongezeke kidogo waweze kuondoka hapo. Pia akawaambia kwamba ni lazima wavumilie zaidi kwa sababu injini imeharibika na kutengenezwa inaweza kachukua masaa kadhaa. Wakiwa hapo, Noah na wengine wakawa wameshangaa, hakuna mtandao kabisa eneo hilo. Wakapanda mpaka juu ya boti lakini hakuna chochote. Wote wakawa wameshuka wakaanza kutafuta mtandao. Wakiwa huku, Dara na Noah wakaona kuna kitu cha ajabu, wakaita wenzao, wakakuta kuna boti ambayo imetelekezwa, imejaa samaki, zimeharibika, zimekatwa vibaya mno. Dara hakukubaliana na wenzake kwamba hii boti imetelekezwa na wavuvi. Akasema kwamba haiwezekani wavuvi waache samaki wamewatendea namna hii. Walivyosogea upande wa pili wakakuta kuna boti imeandikwa maneno SOS na kiatu cha mtoto wa kike lakini kina damu. Wakahisi pengine hii boti ilikuwa na abiria. Wakiwa hapo wakasikia kuna sauti ya mtoto wa kike akiwa anamuita mama yake ndani ya msitu. Noah akapendekeza kwamba wengine wabaki hapa, pengine kuna manusura wamenaswa huko, aende akawasaidie. Kabla ya kutoka, Dara akawa amependekeza wambatane pamoja, hivyo wakawa wametoka hapo moja kwa moja wakawa wameingia msituni kumtafuta huyo mtoto. Njiani Dara akawa amekanyaga mkono bila yeye kujua kabisa. Sasa hii filamu ikaama moja kwa moja mpaka katika familia moja ya kishua
kweli kweli. Sasa huyu baba wa familia alikuwa ni mkorofi kinoma, alikuwa ni mkali kupita kiasi kwa binti yake, mbele ya mama yake ambaye hakuweza kabisa kuingilia kuzuia chochote ambacho huyu baba angekifanya kwa huyu mtoto. Mtoto kwa bahati mbaya akawa amedondosha glasi hapa, huyu baba akawa amemtoa kabisa na huyo binti akamweka pembeni huko, alikuwa hana hata huruma hata kidogo. Wakati huo sasa, upande wa msituni, Noah na Dara wakaendelea kutafuta hiyo sauti ya mtoto anasikika wapi. Jani Dara akawa ameokota simu, ina picha kabisa ya familia, ilikuwa chini hapa, lakini sasa hawakujua wataifanyia nini, ikabidi waiache hapo hapo. Safari ikaendelea, wanamtafuta yule mtoto, wanamsikia analialia hapa. Dara kwa ameshauri kwamba warudi ufukweni kwanza, huenda marafiki zao tayari wamekwisha kufanyikisha kuwasiliana na baba yake Noah ili aje awaokoe. Noah akakubali. Wako wametoka hapo, mara nyuma yao kwa wamepita mtu na sauti ya yule mtoto msichana akiwa analia tena. Wakarudi kuendelea kumsaka. Ghafla wakaona kama kuna kivuli cha mtu akiwa anakimbia kwa mbali. Noah akaamua kwamba wagawanyike, kila mmoja amsake huyo mtoto ili wampate kwa haraka. Dara akaona kuna mtu kapita nyuma yake, akaamua kumfuata. Akaona mtu tena nyuma ya mti, akaenda kumgusa. Kumbe ni maiti, sio mtu kabisa. Dara akawa amepiga kelele, sauti hiyo ilifika mpaka ufukweni kwa wenzao. Pandu akaamua kuingia msituni kwenda kumsaidia Dara, pengine kapatwa na shida. Wakati huo sasa, Noah akawa amefika na kujaribu kumtoa Dara eneo hilo, akawa amejigonga kwenye maiti. Baada ya kunyanyuka, wakaona kuna miili mingi sana eneo hili. Kuona hivyo, wakawa wameingiwa na hofu, wakaamua kukimbia. Wakashangaa kuiona ile maiti mbele yao tena. Hii inaonyesha kwamba wamekimbia, wamerudi sehemu ile ile. Wakiwa hapo, Dara akaona kuna kitu juu ya mti, akawa ameogopa kinoma. Wakiwa hapo, Pandu na yeye akawa anawaita. Dara akawa na mashaka, huyu ni Pandu kweli ama ni mzimu? Pandu akawa ameuliza, mlikuwa wapi? Noah akaeleza kwamba wamegundua miili mingi sana hapa ndani ya msitu. Akawa amemuonesha. Dara naye akawa ameonesha upande wa juu kwenye mti, kuna mwili umening'inizwa huko, kuna maiti. Sasa wao waliona moja, wakaja kutahamaki kwamba kuna miili mingi sana imening'inizwa kwenye miti mbalimbali hili eneo. Pandu akawaambia kwamba tulieni, tutafute njia ya kutoka eneo hili. Wakaanza kutembea. Pandu akafika sehemu, akafunga skafu yake kwenye mti kama alama ya kwamba hii njia wamekwisha kupita. Wakiwa hapo, wakiwa wameona kuna mifupa mingi sana ya binadamu hilo eneo. Basi wakaendelea kutafuta njia ya kurudi kisiwani. Wakati Noah pamoja na Dara wakiwa wanazungumza, Pandu bila kujua akawa amejitenga nao. Baada ya muda, Noah na Dara wakagundua kwamba Pandu hayuko pamoja nao, wakaanza kumuita. Sasa cha kushangaza ni kwamba wanaitana, kila mmoja anasikia sauti ya mwenzake na wako eneo hilo hilo, lakini hakuna mtu yoyote anayemuona mwenzake mbele yake. Yaani wanaoonana hapa ni Noah na Dara, lakini sio Pandu. Sasa baada ya kukimbia sana kutafutana, Dara na Noah wakajikuta tena wamerudi sehemu ile ile ambayo Pandu alifunga skafu. Mara moja Dara akaanza kuhisi kuna jambo baya linaendelea ndani ya msitu huu. Akaanza kuona kabisa yawezekana hata na wao wamekwama katika hichi kisiwa. Kama jinsi ambavyo miili imetapakaa ndani ya hichi kisiwa, hivyo hivyo na wao wataishia humu. Noah akajaribu kumtuliza binti akimsihi kwamba wamtafute kwanza Pandu, kisha watafute namna ya kurudi kisiwani ili waende kupata msaada zaidi. Japo kijana alikuwa na nia ya kuendelea kumtafuta yule mtoto msichana ambaye anamsikia analia ndani ya huu msitu. Dara kwa amekasirika sana baada ya kusikia maneno kutoka kwa Noah. Akiwa hapo kwenye kutazama, akaona kuna kibao kimeandikwa Beach Asalam. Yaani inaonekana kabisa hichi kisiwa kilikuwa kinatumika kabisa kama matumizi mengine ya kawaida ya visiwa. Wakati huo upande wa nahodha akaamua kutuma ujumbe wa dharura kupitia redio, akieleza kwamba wamekwama kwenye kisiwa ambacho hakionekani kabisa hata kwenye GPS. Alivyotoka nje akarusha mwali wa dharura angani kuomba msaada. Rangi za mwanga huo zilitapakaa mpaka msituni huko. Dara, Pandu, Noah wote waliona kabisa. Jamali akiwa pamoja na wale mabinti Niki pamoja na Rati wakasikia injini ya boti imewaka yenyewe. Hili jambo likawatia hamasa. Jamali akasogea kuangalia, mara ile injini iko imezima yenyewe tu. Kucheki vizuri akaona kuna minyororo mikubwa sana imezuia propela za boti. Sasa hii minyororo imetoka wapi? Na wao hawajaja nayo kabisa. Akaanza kupambana kuitoa hiyo minyororo. Mara ghafla tu injini iko imewaka na ile minyororo ikaanza kumvuta Jamal kumsogeza katika propela. Niki pamoja na Roti wanatazama hicho kitu, wakashuhudia kwa macho yao Jamal akiwa anakatokatwa vipande kwenye ile propela mbele ya macho yao. Aise, waliogopa kinoma. Sasa wakiwa hapo wakaanza kusikia kuna sauti ya ajabu kabisa isiyokuwa ya kawaida. Kutazama vizuri wakaona kuna mzimu wa kike umesimama kwenye boti unacheka. Walishika njia, walikimbia msituni moja kwa moja huko kuwatafuta
kutafuta wenzao. Walikimbia sana, hawakuwaona wenzao. Wakiwa hapo wakasikia kuna sauti ya minyororo inaburuzwa inaelekea upande ambapo wao wapo. Sauti hiyo inaendelea kuwasogelea karibu. Upande wa Dara pamoja na Noah wakafika mpaka katika jengo moja la hospitali ya wagonjwa wa akili. Dara akawa amependekeza kwamba waingie humo kuchunguza, yawezekana haya mambo yote yanaendelea, wanaweza wakapata majibu humo. Wakiwa hapo Dara akahisi kabisa kama kuna kitu kinawaangalia, lakini alivyoangalia nyuma hakuona kitu cha aina yoyote. Wakaingia ndani ya jengo. Muda huo huo upande wa Pandu anaendelea kumtafuta yule mtoto, mara akamwona kuna sehemu katulia kabisa, anaogopa. Pandu akajaribu kumfariji huyu binti, akamwambia kwamba anataka kumsaidia, akanyosha mkono. Ghafla mnyororo ukawa umemnasa mguu wake ukamning'iniza. Yule msichana akawa ameonekana hapo na akaonesha uso wake wa kutisha. Muda huo huo Pandu akawa ameanguka chini, akamwona yule msichana akiwa anakimbia mbele yake, mara akasimama mbele yake, mara akawa ametoweka, akiwa amechanganyikiwa kabisa. Kijana hajui afanye nini, akamwona anatambaa kumfuata kwa mwendo wa ajabu. Jamaa alishika njia, ni spidi tu. Ndani ya kituo cha wagonjwa wa akili, Dara pamoja na Noah wakaona kuna mifupa mingi sana ya binadamu. Dara akawa amepata kalenda imeandikwa mwaka 2013, yani miaka 10 nyuma. Hii inaonyesha wazi kwamba hiki kituo kimetelekezwa kitambo sana. Wakaanza kuwaza kwa nini hichi kituo kije kijengwe mbali namna hii alafu kisiwani. Kwenye story Noah akaeleza kwamba aliwahi kusimuliwa na baba yake kuhusiana na visiwa ambavyo havijawahi kusajiliwa, havionekani kabisa kwenye ramani za kisasa wala GPS. Akasema kwamba mara nyingi visiwa hivyo vilitumika kuficha watu wenye magonjwa au matatizo ya akili, na mara nyingi watu wenye uwezo ndio waliofanya hivi, yani familia za watu matajiri ndio walioleta huku watu ambao walikuwa na matatizo ya akili. Katika uchunguzi, Dara kwa amepata ramani ya hili jengo, akapendekeza kwamba waende katika chumba cha jenereta ili wawashe umeme katika hili jengo na watumie vipaza sauti kumwelekeza Pandu mahali wao walipo. Wakiwa hapo, yule msichana wa ajabu anaonekana anawafuatilia tu kwenye kioo hapa. Wao hawakumuona kabisa. Dara na Nola akaendelea kuchunguza zaidi. Ghafla Dara akaona kuna kitu kama mwanamke amelala kwenye kitanda. Wakasogea hapo kwenda kuchunguza bila kujua kulikuwa kuna mzimu unaendelea kuwachunguza tu. Noa akafunua kile kitanda, hawakuona mtu yoyote, wakakuta kuna mto tu ulikuwa hapo na sio binadamu wa kawaida. Wakahisi kabisa kama kuna kitu nyuma yao, lakini baada ya kugeuka hakuna kitu chochote. Wakakuta kuna michoro kibao inaonyesha wazi kwamba kuna mtoto pengine alikuwa kwenye hichi chumba. Simulizi zikarudi nyuma, kipindi cha nyuma kabisa. Tunamwona yule mtoto wakishua akiwa anachora kwa amani kabisa. Hii ilikuwa ni ofisi ya baba yake. Mara baba yake alikuwa ameingia hapa, mtoto akamwambia kwamba baba yake, nimesikia kwamba unakuwa bored sana ofisini kwako, nimechora hii michoro kama mapambo ili ufurahi katika kazi zako. Lakini huyo mzee hajawahi kabisa kufurahishwa na chochote alichokifanya huyo mtoto. Akawa amemchukua mtoto hapa kwa ajili ya kwenda kumtia adhabu, kwa sababu binti alikuwa amechoshwa na manyanyaso ya huyo mzee. Akawa amejitetea kwa siku hiyo, hivyo akawa amemuua kabisa huyo mzee kwa kutumia mkasi. Mama yake akawa amefika hapo, akamkuta tu mume wake yuko chini hapo hajielewi kabisa, na binti yuko kando tu anamwangalia mama yake. Sasa hebu turudi tena katika wakati wa sasa. Noah na Dara wakafika kabisa mpaka katika chumba cha jenereta. Kama kawaida, ule mzimu unaendelea kuwafuatilia tu. Wakafanyikiwa kweli kuwasha hili jenereta. Jengo zima umeme uko umerudi. Wakuwa wamepiga zile nyimbo kama kawaida. Wao walikuwa na lengo la kumpata Pandu. Muda huo huo upande wa Niki pamoja na mwenzake wakuwa wamesikia kuna sauti za ajabu zinasikika. Lati akiwa hapo akamwona Pandu akiwa na wasiwasi sana. Akawa amemwonyesha Niki kwamba Pandu yule pale. Sasa Niki na yeye alikuwa amini kabisa kama huyu ni Pandu kweli ama ndo maruerue. Akawa amegoma kutoka hapo kwenda kumsaidia. Yeye anasikia kuna sauti inatoka eneo hilo. Akawa amesema kwamba watoke hapa, pengine kuna nyumba eneo hili, waende kuomba msaada huko. Lati yeye anaamini kabisa yule ni Pandu. Na ni kweli alikuwa ni Pandu, na muda huo alikuwa anapitia jamba za yule mzimu. Mzimu anaendelea kumfuatilia, ameshikilia mkasi, mara akatokea mbele yake. Muda huu Niki pamoja na Lati wakamshuhudia huyu binti, mtu ambaye walikuwa najua ni mtoto mdogo, kumbe ni mzimu. Akawa amemshambulia Pandu vibaya mno, na akawa amemwacha amemuua, akamtundika juu ya mti. Tukirudi katika kituo cha wagonjwa wa akili, umeme kweli umewaka, lakini sasa hakuna mawasiliano na aina yoyote. Wakiwa hapo wamekata tamaa, Dara akaona kwenye CCTV Niki pamoja na Lati wamefika kwenye hilo jengo, wanaomba msaada. Noah akawa ametoka hapo, akawa amefungua mlango, akawa ameuliza kwa nini mmetoka kwenye boti kule, yawezekana saizi mngekuwa mmekwisha kupata msaada. Niki akaeleza kwamba
Jamal tayari yeye mwenyewe ameshauawa, Pandu na yeye pia ameuawa. Lati alikuwa amempiga kofi Niki, akaanza kumlaumu kwa sababu yeye ndiye aliyechelewesha kumwokoa Pandu. Niki kabidi kueleza ukweli kwamba walimsikia Pandu akiwa anapiga mayowe msituni kama mtu aliyepagawa. Wakiwa hapo hapo walimuona yule msichana wa ajabu katokea hapo na akawa amemshambulia kikatili. Sasa wakati wanazungumza haya, muda huo Lati yeye akawa anatembea tembea, akaona picha ukutani hapa ya wagonjwa na wahudumu katika hili jengo. Akawa amemtambua yule msichana aliyemshambulia Pandu, akawa ameonyesha kwamba msichana aliyemshambulia Pandu ndio huyu hapa. Ghafla wakasikia kuna hodi mlangoni. Noah kama kidume akawa amefika hapo kwa ajili ya kufungua tu, wanashangaa Pandu kaangukia hapo. Wakajaribu kumsaidia, lakini baada ya kumchunguza wakagundua kwamba mshikaji tayari amekwisha kufa muda mrefu tu. Sasa marehemu kawezaje kufika hapa? Sasa wakiwa hapo, Dara kashawaza vya kuwaza, akatoa nadharia kwamba kama yule msichana alikuwa ni mgonjwa katika kituo hiki cha wagonjwa wa akili, basi kuna uhakika 100% mauaji yote yalianza ndani ya kituo hiki. Wakaanza kuchunguza video za CCTV, wakaona tukio la mwanzoni mwa hii filamu kama jinsi ambavyo sisi tuliliona. Wakiwa wamekaa hapo ili kuelewa zaidi, yule msichana wa kutisha akawa ametokea mbele ya kamera. Baada ya kuona haya yote, wakawa wametoka hapo moja kwa moja wakaenda katika chumba cha kumbukumbu, na mzimu kama kawaida unaendelea kuwafuatilia tu taratibu. Wakakagua sana, wakagundua kwamba yule msichana jina lake alikuwa anaitwa Mara Putri na aliletwa kwenye hichi kituo mnamo mwaka 2003. Daktari aliyemchukua na kumhudumia alikuwa anaitwa Joyce. Binti baada ya kuzunguka akawa ametabasamu mbele ya mama yake, tabasamu la upendo kabisa, anamwamini mama yake mno. Dara na wenzake wakaendelea kuchunguza zaidi ili wajue nini zaidi. Wakawa wamepata nyaraka nyingi sana na wakawa wamegundua kwamba mama yake Mara Putri alitia saini makubaliano ambayo yalikuwa yanaonyesha kwamba Putri angebaki kwenye hichi kituo maisha yake yote, yaani haijalishi ni mzima ama sio mzima. Binti alikaa kwenye hichi kituo kwa miaka mingi sana bila kutembelewa wala kuwa na mtu yoyote wa karibu. Hata mama yake mzazi hajawahi kuja hata mara moja tangu amlete. Hili jambo linimfanya binti kuanza kujisikia vibaya kadiri anavyoona wagonjwa wenzake wanakuja kutembelewa na wazazi wao na ndugu zao wa karibu, lakini yeye hajawahi kabisa kumwona mama yake hata siku moja. Binti aliendelea kuvumilia, aliendelea kuwa na subira, lakini upweke ulimzidi na akaanza kuonekana kama mtu ambaye amerukwa na akili, mpaka akaanza kushambulia wenzake ambao wanaonekana wana neema, wanaonekana wakiwa na furaha. Binti akawa amepelekwa kwa kiongozi mkubwa Joyce. Joyce akaanza kuuliza maswali, lakini Putri akawa anauliza tu, mama yangu anakuja lini? Mama yangu anakuja lini kunichukua nipeleke nyumbani? Binti alisema mbele ya Joyce kwamba kama mimi niko peke yangu hapa, basi nyinyi pia hamtapata wakuwa pamoja nao. Joyce akamwambia kwamba mama yako hajafika hapa kwa sababu bado hauna utulivu wa akili. Putri akaanza kucheka kwa sauti kubwa. Joyce akamwambia kwamba haustahili kabisa kurudishwa nyumbani kwenu. Putri akaanza kuuliza kwa nini? Je, nikifa hapa mama yangu ndiye atakaye kuja kuchukua mwili wangu? Putri alizidi kuwa na vurugu, hivyo akawa amechukuliwa na amepelekwa katika chumba ambacho alitengwa, akafungwa kitandani kwa mnyororo kwa sababu ya akili yake ilikuwa imemluka kabisa. Mara Putri akasema kwamba atamlazimisha mama yake aje amchukue, amtoe kabisa kwenye hili eneo. Akalia akasema kwamba anaamini akifa mama yake ndiye mtu pekee atakaye kuja kuchukua mwili wake hapa na kwenda kuuzika. Binti alilia akiwa anaamini kwamba mama yake pengine anaweza kuja hapa, lakini haikuwa hivyo kabisa. Binti alikaa kwa muda mrefu sana akiwa amevunjika moyo, akiwa amekatika moyo, akiwa ameumia vya kutosha. Siku moja akawa amefanyikiwa kuvunja mnyororo ambao alikuwa amefungwa katika mkono wake, akaamua kujiondoa uhai wake yeye mwenyewe. Baada ya kuona hili, Dara, Noah, Nick na Lati wote waliangukia kwenye machozi, walilia vibaya mno. Hii stori ya Mara Putri iliwagusa vibaya mno. Dara akasema kabisa haya yote mama yake Mara Putri ndiye mwenye shida, yeye ndiye aliyesababisha haya yote yatokee kwa mtoto wake, kwa sababu yeye ndiye aliyemleta hapa na alimtelekeza hapa, hakuwahi hata siku moja kurudi kumwona. Sasa wanafanya nini ili kujiokoa hapa? Wakaona kabisa kunayo haja ya kumtafuta ama kutafuta mwili wa Mara Putri mahala popote ulipo ili waustiri vizuri, apumzike kwa amani. Noah na Dara wakawa wametoka hapo wakaenda katika chumba cha kuhifadhi maiti. Wakati huo Niki pamoja na Lati ambao bado walikuwa wapatani, wao wakawa wamepewa jukumu la kutafuta koleo ili wakija wazike tu. Lati wakawa wameingia katika chumba ili kutafuta koleo, huku Niki akiwa amebaki nje kumsubiri. Ghafla kivuli kimoja kilikuwa kimeonekana nyuma ya Lati. Upande wa Dara wakawa wamepata cheti cha kifo cha Mara Putri na wakawa wamefanikiwa kuupata mwili wake. Mwili ulikuwa umeshaoza vibaya mno, imebaki mifupa tu. Ikabidi kubeba hayo mabaki wakayatoa nje
wakamwambia Niki alete koleo haraka. Niki akawa ameingia ndani kuchukua koleo, akamsii Lati waondoke haraka, lakini mlango ulikuwa umejifunga, mmoja ndani mmoja nje. Akiwa bado ana hofu, mzimu wa Mara ulikuwa umetokea na ukaanza kumsogelea. Lati akajaribu kuomba msaada rafiki yake afungue mlango. Niki akawa anajaribu kuvunja mlango, lakini wapi, mzimu wa Mara ulikuwa umetokea nyuma ya Lati. Lati akawa amepiga kelele hiyo, kilichoonekana ni vyuma vyenye ncha kali vilivyopenyeza mpaka nje ya mlango. Baada ya muda tu mlango ulikuwa umefunguka. Niki akawa ameingia, akamkuta rafiki yake tayari ameuawa, mwili wake umening'inia kwenye mlango. Niki akajaribu kukimbia, lakini Mara akawa amemshika mguu na akawa amemvuta ndani. Hakuna kutoka nje, unaambiwa hivyo. Sasa haya yote yalivyokuwa yanaendelea, Dara pamoja na Noah wamesubiri sana koleo, ikabidi kusogea huko kwenda kuangalia. Walivyoingia katika chumba cha jenereta, wakakuta mwili wa Lati. Dara akiwa ameshikwa na uchungu mkubwa mno, akawa ameuliza Niki yuko wapi, kwa nini haya yote yanaendelea kutokea. Noah akapambana kumtuliza, akamwambia kwamba ni lazima kwanza wamzike Putri ndio waanze kumtafuta Niki. Upande wa binti Niki akajikuta akafungiwa katika chumba kimoja, akiwa anapambana kutafuta msaada. Mara akawa ametokea nyuma yake. Niki akaona kuna mitungi ya gesi, akafungua vali za mitungi hiyo, akaona isiwe kesi, akamwambia Mara Putri kwamba nitawasha moto, nitalipua ili jengo zima. Binti hataki kuwa mnyonge kabisa, japo ana uoga, kama nikufa nitakufa mimi pamoja na wewe mzimu. Mara mnyororo uko umemnasa binti. Muda huo kuna mnyororo mwingine uko umemkamata miguu, ukamning'iniza juu kwa juu. Kwa sababu ya mvutano wa nguvu za ajabu, minyororo hiyo ilimtawanya kabisa binti na akawa amefariki hapa vibaya mno. Muda huo Dara na Noah wakiwa na harakati za kuzika mwili na mabaki yote ya Mara Putri, wakaanza kufunika udongo. Mara akawa amepiga kelele za kutosha, mvua ikawa imekatika ghafla, mlango wa jengo uko umefunguka wenyewe. Nguvu ya ajabu ikawa imemvuta Noah ndani ya jengo, mlango uko umejifunga. Dara akabaki peke yake ndani ya jengo. Noah akakutana uso kwa uso na Mara Putri pamoja na mwili wa rafiki yake Niki. Binti akajaribu kumwomba sana Mara Putri amsamehe Noah, asimdhuru. Akamwambia kwamba anaelewa maumivu ambayo yeye amekuwa akiyapitia miaka yote, na akawa amesema wazi kwamba mama yako hatorudi tena kwa sababu yeye ndiye aliyekutelekeza kwenye hichi kisiwa kwa miaka mingi. Dara akamsihi sana binti, akiwa anamuomba awaachie waondoke hapa wakiwa hai, kwa sababu familia zao zimewakumbuka mno. Dara akawa amekiri kwa uchungu kwamba anakumbuka sana mama yake, hawezi kuvumilia kuto kuonana na yeye tena. Sasa wakiwa hapo, Noah akaanza kuhisi kuna harufu ya gesi imetawanyika kila kona. Akaona kuna kiberiti, akawa amekichukua. Dara akawa amemzuia asiwashe moto. Mara Putri ana vaibu zake tu, akapiga kelele, we Noah akawa amewasha moto bana kama ngwai tu. Mlipuko mkubwa sana uko umetokea hapa. Dara akawa amerushwa mbali, akiwa chini yuko hoi, akatazama lile jengo, akaliona linateketea kwa moto jengo zima. Siku iliyofuata mama yake Dara pamoja na wazazi wengine wa wahanga wakafika kwenye hichi kisiwa wakiwa na kikosi cha uokoaji. Waokoaji wakaeleza kwamba hatimaye wamefanikiwa kugundua hichi kisiwa ambacho kilitoweka kwa miaka 10, hakijawahi kuonekana kwenye ramani ya aina yote, mpaka hata kwenye GPS. Wakasema kwamba wamefika hapa baada ya kuwa wameona kuna moshi mkubwa mno umetanda angani. Baadaye, baada ya ukusanyaji na upekuzi wa kutosha, miili ya watu na mabaki yote yaliyokuwa yanapatikana kwenye hichi kisiwa yalipatikana. Dara ndiye mtu pekee aliyepatikana akiwa manusura. Baada ya kuokolewa, akarudi nyumbani akiwa salama, lakini akiwa na aibu. Palivyokuja siku moja, mama yake Dara akampelekea binti yake kifungua kinywa. Dara akalia kwa uchungu, akimuomba msamaha mama yake. Mama yake alikuwa amemtuliza binti, lakini baada ya kutoka tu kwenye hichi chumba, mlango ulipofungwa, nyuma ya mlango tunaona kuna michoro ile ambayo aliichora Mara Putri. Baada ya muda mfupi tu, Dara akaonekana kabisa akichora michoro hiyo. Hii inakuwaje? Je, Mara Putri yuko ndani huyo binti, ama nguvu za Mara Putri bado zinamsumbua Dara? Hii halina majibu. Subscribe, like, comment.